Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu amefunguka namna alivyokoma Angola hadi akahakikisha ameshiriki mkutano wa siku 3 ambao ulikumbwa sintofahamu baada ya wahudhuriaji kutoka nje kuzuiwa uwanja wa ndege. Katika mazungumzo yake na Mwananchi, Lissu alieleza sababu ya yeye kuendelea kusalia nchini Angola licha ya baadhi ya viongozi wengine wakiwemo makamu wa rais wa kwanza wa Zanzibar Othman Masoud na kiongozi wa ACT Wazalendo Dorothy Sem kwa pamoja walizuiwa na mamlaka za taifa hilo kuingia nchini humo Machi 13, 2025 katika uwanja wa ndege wa Quadro di Ferreiro jijini Rwanda. Hivyo hao pekee, bali hata viongozi wengine mashuhuri wakiwemo marais wastaafu kutoka Botswana na Colombia, waziri mkuu mstaafu wa Lesotho na baadhi ya wakuu wa vyama vya siasa kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika walikumbwa na kadhia hiyo. Kutokana na kadhia hiyo, ujumbe wa Othman na Sem ulilazimika kurejea Tanzania kwa nyakati tofauti, huku akilani hatua serikali ya Angola kuzuia washiriki mazungumzo ya Jukwaa la Demokrasia ya Afrika PAD, mazungumzo yaliyoandaliwa na taasisi ya Breakthrough Foundation. Katika maelezo yake, Lissu alirejea Tanzania akitokea Angola usiku wa kuamkia Ijumaa. Amesema, nilishiriki mkutano, nilikomaa, sikutumia njia zozote, bali nilikomaa tu kwa kuambia watu eleze kwa nini wanatukataza kuingia Angola, kwa kosa gani. Niliwaeleza uhusiano mzuri uliopo kati ya Tanzania na Angola tangu miaka hiyo, kisha nikawauliza, hivi nyie kweli wa kunizuia nisiingie Angola? Hebu acheni utani we. Sijui ni nini tukakoma. Mwisho wa siku wakaturuhusu. Nilikaa uwanja wa ndege kwa saa 9 kuanzia saa 6 mchana hadi saa 4 usiku. Baadaye wakaturuhusu, lakini hakufanikiwa kwenda Benguela ambako mkutano ulipangwa kufanyika. Badala yake tulifanyia jiji la Rwanda. Hata hivyo, Lissu anasema mkutano huo wa siku 3 ulikwenda vizuri, ingawa angefanywa Benguela ingekuwa mzuri zaidi kwa sababu maandalizi makubwa yalifanyika huko, ikiwemo mkutano mkubwa wa hadhara ulioandaliwa. Aidha, Lissu alisema yupo fiti kushiriki kampeni No Reform No Election itakayofanyika mikutano nchi nzima kwa siku 48. Kampeni ya bila mabadiliko hakuna uchaguzi itazinduliwa Machi 23, 2025 katika kanda ya Nyasa yenye mikoa ya Iringa, Mbeya, Rukwa, Songwe na Njombe. Kisha kuanzia Aprili 4 hadi 10 kampeni hiyo itaelekeza kanda ya Kusini, Ruvuma, Mtwara na Lindi. Lengo la kampeni hiyo ni kupeleka elimu kwa wananchi ya kushinikiza serikali kufanya mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi, vinginevyo uchaguzi usifanyike. Uchaguzi huo ni No Reform No Election ulipitishwa Disemba 24, 2024 na kamati kuu ya chama hicho kabla ya msimamo huo kuthibitishwa na mkutano mkuu wa Januari 21 mwaka 2025. Hata hivyo, Machi 18, 2025 viongozi waandamizi wa Chadema wakiongozwa na katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika waliitisha wito wa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa iliyowataka kufanua ajenda hiyo kwa muktadha wa sheria za vyama vya siasa. Tundu Lissu amesema, nimesharudi kutoka Angola, tarehe 23 tutakuwa Mbeya, sina shida yoyote, nipo fiti, tutafanya kwa kadri Mungu atakavyotuwezesha. Katika ziara hiyo, Lissu ataambatana na makamu mwenyekiti bara John Heche, manaibu makatibu wakuu wa wajumbe wa kamati kuu. Viongozi hao watakuwa na jukumu la kuelimisha umma kuhusu ajenda ya hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi. Machi 19, 2025 naibu katibu mkuu wa Chadema bara aliwaambia wanahabari kuwa baada ya mkutano wa Mbeya mjini tutakuwa na timu mbili, ya kwanza itaongozwa na Lissu, nyingine Heche katika mikoa na majimbo ya kanda ya Nyasa. Tukimaliza, timu zote zitakutana Iringa mjini Machi 29 kuhitimisha ziara ya kanda ya Nyasa.